Mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ikiwa ni Oktoba 26, siku ya Jumapili. Mada ya leo inasema uovu wa Wakanaani. Soma Mwanzo sura ile ya 15 aya ya 16, Mambo ya Walawi sura ya 18 ya 24 hadi 30. Kumbukumbu la Torati sura ya 18 aya ya 9 hadi 14 na Ezra sura ya 9 ya 11. Aya hizi zinatuambia nini juu ya mpango mpana wa Mungu katika kuitoa nchi ya Kanaani kwa Waisraeli? Yatupasa tutazame mbali zaidi ya kitabu cha Yoshua ili kuelewa kikamilifu kilichomaanishwa kwa uovu wa mataifa yaliyokaa Kanaani. Vitendo hivi vilivyochukiza vya mataifa haya vya kutoa watoto kafara, uaguzi, uchawi, ulozi na umizimu vinadokezea hali hiyo. Kumbukumbu la Torati 18 ya 9 hadi 12. Ugunduzi wa maandiko ya kale ya Kiugariti, yaani kutoka Rasi Sharma, unatupatia utambuzi zaidi wa dini na jamii ya Wakanaani, na unaonesha kwamba shutuma dhidi ya utamaduni huu hazikuwa za kueleweka tu, bali kulingana na viwango vya kimaadili vya Agano la Kale pia zilikuwa halali. Msingi wa dini ya Kikanaani ulikuwa katika imani kwamba jambo la kustaajabisha la asili lililothibitisha uwezo wa kuzaa lilitawaliwa na uhusiano wa kingono kati ya miungu na miungu wa kike. Hivyo wakafikiria shughuli ya ngono ya miungu kulingana na mwenendo wao binafsi wa ngono, na wakajihusisha na mazoea ya kingono ili kuchochea miungu na miungu wa kike kufanya vivyo hivyo. Dhana hii ilileta matokeo ya kuanzishwa kwa ukahaba mtakatifu, ikihusisha makahaba wa kiume na wa kike waliojishughulisha na kaida za ulevi na uasherati, yote yakiwa ni sehemu ya desturi zao za kidini. Taifa haliwezi kuinuka hadi kuwa juu kimaadili kuliko kiwango cha ile miungu ambayo watu wake wanaiabudu. Kama matokeo ya uelewa huo wa miungu yao, haishangazi kuwa mazoea ya kidini ya Wakanaani yalihusisha kafara za watoto ambazo Biblia ilionya wazi dhidi yake kwa ubayana kabisa. Uthibitisho wa kiakiliojia unathibitisha kwamba kwa kawaida wakazi wa Kanaani walitoa kafara za kawaida za watoto wao waliokuwa wazaliwa wa kwanza kwa miungu hiyo, mashetani hasa walioyaabudu. Mifupa midogo iliyokuwa imepondwa na kuwekwa kwenye magudulia makubwa yenye maandishi yaliyoonesha yanashuhudia juu ya dini yao iliyodhalilisha na kile kilichomaanishwa kwa watoto wao wengi. Hivyo kufutiliwa mbali kwa Wakanaani halikuwa wazo lililokuja baadaye, jambo lililoibuka pale tu Mungu alipofanya uamuzi wa kuikabidhi nchi ya Kanaani kwa Waisraeli. Wakazi wa Kanaani walipewa muda wa rehema iliyoongezwa, ambapo walikuwa na fursa ya kumtambua Mungu na tabia yake kupitia kwa ushuhuda wa wazee wa imani walioishi kati yao. Walikuwa na nafasi hii, lakini ni dhahiri waliitumia vibaya na wakaendelea katika mazoea yao ya kutisha hadi hatimaye Bwana alipoamua kuyakomesha. Hii ni Oktoba 26, siku ya Jumapili, mada ikisema uovu wa Wakanaani. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina.